Ndugu wapendwa, mnaonitazama na wale ambao pia mnasikia, napenda kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tutakuwa na tafakari fupi kuhusu somo ambalo linatoka katika Biblia, Waebrania mlango ule wa 2 mstari wa 3. Maandiko pale yanasema kwamba sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika na wale waliosikia? Maneno haya yanathibitishia kwamba wokovu mkuu ambao umenenwa na Bwana na kuthibitika na wale waliosikia ambao ni mitume, sisi wanadamu tunatakiwa tuweze kujali sana, vinginevyo hatutapona. Sasa kwa nini wokovu huu unaitwa wokovu mkuu? Wokovu huu unaitwa wokovu mkuu kwa sababu unahusisha roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu ina thamani kubwa. Ndio maana Yesu alisema kwamba katika Mathayo 16 mstari ule wa 26, alisema kwamba mtu atafaidiwa nini akipata dunia yote lakini akapata hasara ya nafsi yake? Au atatoa nini badala ya nafsi yake? Maneno hayo yanatuthibitishia kwamba wokovu kwa ajili ya roho zetu una thamani kubwa. Roho ya mwanadamu ina thamani kubwa. Sasa tutaponaje tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tunapozungumzia kuhusu wokovu, wokovu inamaanisha kwamba ni kunusurika kutoka katika eneo la hatari kwenda eneo salama, au kutoka katika hali ya hatari unakwenda hali ya usalama. Kuna wokovu ambao sio mkuu, ni ule unaohusisha miili yetu. Wokovu huo ni watu wengi wananusurika, wanaokoka kutokana na magonjwa, watu wananusurika kutokana na ajali, lakini pia watu wananusurika kutokana na vita. Huo wote ni wokovu mtu anapokuwa amesalimika. Lakini hapa maandiko yanasema wokovu mkuu. Wokovu mkuu kama nilivyosema unahusisha roho ya mwanadamu yenye thamani kubwa. Sasa nauliza, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hiyo ambao umenenwa na Bwana? Tunajua kwamba wokovu ule wa kimwili, mtu anapokuwa amenusurika katika hatari yoyote, bado mtu huyu haina maana kwamba ataishi milele, atakufa tu. Ndio maana Waebrania mlango wa 9 mstari wa 27 maandiko yanasema kwamba tumewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Hakuna mtu ambaye hatakufa, sote tutakufa. Lakini tunapozungumzia wokovu mkuu unaohusisha roho zetu, kifo hiki cha roho maana yake ni kutengwa na uso wa Mungu na kutupwa jehanamu. Hilo swala linakuwa ni la milele. Hilo swala la kutupwa jehanamu na kupata shida na matatizo mengi, maana yake muda wake ni wa milele, hakuna mwisho mateso hayo. Sasa basi, katika habari hii ya kuweza kujali sana wokovu ambao umenenwa na Bwana kisha na wale waliosikia ambao ni mitume wake, kwanza tunaweza kujiuliza jambo moja, kwamba kwa nini Yesu alikuja duniani? Yesu alikuja duniani kwa ajili ya wokovu. Ukisoma Luka 19 mstari ule wa 10, pale Yesu alisema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kukiokoa kile kilichopotea. Ina maana kwamba mwanadamu anapokuwa amezaliwa anakuwa yuko vizuri tu. Ndio maana Yesu alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni wao. Lakini anapofikia umri wa ujana ndipo anapopotea na kumwacha Mungu. Pale anakuwa tayari ana akili timamu na kufanya maamuzi ambayo yeye mwenyewe ameyafanya kwa hiari yake. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa amepotea. Huyu mtu anahitaji kuokolewa kutokana na thamani ya roho ya mwanadamu. Mungu alimtoa mwanawe Yesu Kristo ili kwamba watu waweze kuokolewa katika hali ya kiroho. Wokovu huu unaposoma Kolosai mlango wa 1 mstari ule wa 13, pale maandiko yanasema kwamba naye alituokoa akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambamo mna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo wokovu ni ule msamaha wa dhambi unaopatikana kutokana na mpango wa Mungu kupitia Yesu Kristo
ili watu wawe salama, waepukane na hatari ya kwenda jehanamu. Ili tuweze kupokea wokovu, kuna njia ambazo zimetamkwa. Yesu mwenyewe, ukisoma Yohana mlango wa 6 mstari wa 29, Yesu alisema tusipomsadiki yeye hatutaweza kusalimika. Tusipomwamini yeye hatuwezi kusalimika. Na ndivyo alivyosema pia Mtume Paulo akithibitisha maneno hayo. Ukisoma Rumi 10 mstari ule wa 10, mstari ule wa 10 kipengele cha kwanza, anasema kwamba kwa mtu yeyote akimwamini Kristo atapata wokovu. Ukimwamini Kristo kwa moyo wako utapata wokovu. Tena Yesu alisema kwamba ili mtu aweze kuokoka, hatua nyingine ni ya kutubu. Ukisoma Luka 13 mstari ule wa 5, anasema ninyi nyote msipotubu mtaangamia. Lakini katika habari hiyo ya toba, Mtume Petro pia, ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19, yeye Petro alisema tubuni, zije nyakati za kuburudisha moyo wenu. Hii inamaanisha kwamba watu wanatakiwa kutubu. Kwa hiyo tunaona Bwana amesema watu watubu, vinginevyo wataangamia, lakini Petro anathibitisha kwamba watu watubu ili zije nyakati za kurudisha mioyo yetu. Jambo lingine, Yesu alisema kwamba watu wanatakiwa wamkiri. Yesu alisema mtu akinikiri mbele ya watu, na mimi nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Lakini hapo hapo Paulo katika Rumi 10 mstari ule wa 10 sehemu ya mwisho ile, anasema kwamba mtu akinikiri kwa kinywa chake ataokoka. Bado inamaanisha kwamba Bwana amesema, lakini pia tunaona wazi wazi kwamba mitume wale waliosikia wamethibitisha jambo hilo. Kitu kingine ambacho tunakipata hapa, Yesu aliagiza watu wabatizwe. Ukisoma Marko 16 mstari ule wa 15 na wa 16, Yesu alisema nendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ndivyo ilivyotokea pia Mtume Petro alipokuwa anahubiri Injili kwa mara ya kwanza siku ya Pentekoste huko Yerusalemu, kanisa la Kristo lilipoanza. Watu walipomuuliza kwamba tutendeje, yeye aliwaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kuona namna gani tunavyotakiwa kujali sana wokovu ule. Wokovu unahusisha roho zetu, sio miili yetu ambayo wakati wote ule pia tutakufa. Lakini roho yako kama hujamwamini Kristo na kupata wokovu huu mkuu ambao unatajwa, hakika utapotea na kuingia jehanamu. Tusipojali wokovu mkuu ambao umenenwa na Bwana na kuthibitishwa na wale waliosikia, hatutapona. Hivyo ndugu zangu, karibuni sana tumtafute Mungu. Karibuni sana tuogope adhabu ya milele. Karibuni sana tutake kumpendeza Mungu katika maisha yetu, ili tuweze kupata wokovu huu mkuu ambao kila mmoja anatakiwa kutafuta. Asanteni sana. Mungu awabariki.